Young Africans wanakwenda kumkosa Mudathiri kwenye mechi hii. Unaona kuna gepu lake kukosekana kwake kwenye dabi ya Kariakoo Isamuyo pale. Very true. Ala. Yeah. According to performance ya game iliyopita ambayo alikuwa nayo Mudathir, nadhani ukiangalia dakika 45 za kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili ambacho Young Africans walikuwa na dominate katika sehemu ya midfield, kama game ingeisha labda Yanga ameshinda na Mudathir angemaliza mechi, Tumaini ingeweza kuwa ni man of the match. Mudathir haya na ile game kwa sababu alicheza, sizungumzi, nasema kama kama ndio umeeleweka mechi na angekuwa yani Yanga labda ameshinda na angecheza vile na second half. Yes, na maana kwa sababu nadhani outshone nani viungo wote wa Simba katika midfield. Okay. Alifanya kazi nzuri sana, alikuwa anashuka deep kuchukua mpira, alikuwa anasogea katika maeneo, mazingira mengi alikuwa anamkuta yuko kama free role player, lakini ni sehemu tu alikuwa anajitoa, na hata katika sehemu ambayo alikutana na msitu aliweza kujichomoa na akaweza kutoka na mpira, sometimes akafanywa fouls, lakini ndiye alikuwa mzaji threat kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza za Simba. Na ndiye alisababisha Kante na Kagoma kucheza chini zaidi. Umeelewa? Kwa hiyo alifanya kazi yake vizuri ipasavyo sana, na sisi mara nyingi unasema ukiwa katika timu kama unafundisha unasema unapofanya team selection kitu cha kwanza unaangalia current form ndio ya wachezaji wako. So currently alikuwa na form nzuri sana. Kwa hiyo kwenye game ya juzi siku 3 mbele kumkosa tena kwa jinsi alivyokuwa anacheza, mimi niliwaza kwamba inawezekana wamemtoa kwa sababu ya kutoa game time kwa watu wengine kwa ajili ya kuvizia game ya ijayo ya ligi. Unajua ligi ni marathon, sio? Ingewezekana kwa the way setup ilivyokuwa ungeweza kufanya, sababu nje pia walikuwa na Abuya ambaye alikuwa anatakiwa kuingia na kuweza kuongeza nguvu. Umeelewa? Though second half score when you take one michezo kumuona Abuya kizurura kucheza, yani akitembea eneo kubwa, lakini that day haikuwa siku ya. Sawa.